Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Trips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24. Yani siku 6 unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Twenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22, yani siku 8 ndani ya Dubai kwa gharama nafuu. Na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya 2026, ambapo utaweza kusafiri nchi 3: Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, yani siku 13 ndani ya nchi 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la CRDB Bank Federation Cup ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania, mechi ya 16 bora, ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club kutokea jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo huu watakuwa wakicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Songea United wanaoshiriki championship kwa ajili ya kupanda ligi kuu ya NBC, ambapo mchezo huu unatarajiwa kuchezwa tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025, na mchezo huu utakwenda kupigwa majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge, ambapo Yanga Sports Club ndiye ambaye atakwenda kuwa mwenyeji katika mchezo huu siku ya Jumamosi dhidi ya Songea United, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona klabu ya soka ya Songea United wapo katika nafasi nzuri kunako championship. Mpaka sasa tunaona Songea United wamecheza mechi 23 katika nafasi ya 8 wakiwa wameshinda michezo 10, sare michezo 7 na kupoteza michezo 6. Songea United kwa upande mwingine wamefunga mabao 30 na kuruhusu mabao 25, goal difference ni mabao 5 wakiwa na alama 37 katika nafasi ya 8 ya championship. Lakini kwa upande mwingine wanakwenda kukutana na Yanga ambayo ndio inaongoza ligi kuu ya NBC. Kumbukwe klabu ya soka Yanga Sports Club waliweza kwenda hatua hii ya 16 mara baada ya kuifunga klabu ya soka ya Coastal mabao 3-1, huku klabu ya Songea United wao waliweza kuifunga klabu ya soka ya Polisi Tanzania inayoshiriki championship kwa bao 1. Kwa hiyo tunaona ni timu ambazo zinakwenda kukutana, Songea United wakiwa katika nafasi nzuri kunako championship, huku Yanga wao wakiwa ndio vinara katika ligi kuu ya NBC sambamba na ndiye anayeongoza ligi na ndiye bingwa mtetezi wa kombe hili la CRDB Bank Federation Cup. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga unaamini Young Africans itakwenda kuibuka na ushindi mbele ya Songea United, like video yetu alafu tuambie kwenye comment section unaiona klabu ya soka ya Yanga ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi katika mchezo huu. Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Songea United, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kukosa huduma ya wachezaji wafuatao. Nyota wa kwanza ambaye Young Africans wanatarajia kumkosa ni fullback namba 2 anayefahamika kwa jina la Yao Otoula Kwasi, lakini nyota wengine ambao Yanga wanatarajia kuwakosa ni wale ambao wameweza kuitwa katika timu ya taifa ya Tanzania almaarufu kama Taifa Stars, ambapo wachezaji hao tunaona wamechelewa kurejea nchini Tanzania wakitokea nchini Morocco. Nyotao ni kiungo mkabaji na mchezeshaji Mudathir Yahya Abbas, center back namba 5 Ibrahim Akasambamba na center back mwingine ni Dickson Job, lakini mchezaji mwingine ni Clement Mzize, ambapo wachezaji hao tunaona walikuwa katika majukumu ya timu ya taifa Tanzania pale nchini Morocco. Kwa hiyo wameshindwa kuenda na zile programu ambazo ziliweza kuandaliwa na mwalimu mkuu Milord Hamdi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya kocha ya timu ya soka ya Songea United kutokea mkoani Songea.